Mbona umekaa huku nyuma peke yako? Leo ningeenda sokoni mapema ili watu wale mapema. Saa hizi saa 4 mpaka saa 6 chakula kiwe tayari. Nini sasa? Wewe unaona uko sawa. Haya. Kwa sawa vipi? Chakula kikichelewa unasema kimechelewa. Leo mapema. Sawa, yani wewe unajiona kabisa unavyoenda menendo yako, unavotiririka tilili upo sawa. Sawa. Nisiongee chochote. Yaani utakuja kunisikia mimi nakaa niongee. Siongei chochote. Kimya. Sasa usipoongea mimi nitajuaje kuna shida gani? Kwa hiyo yani wewe zama unataka kusema shida wewe uione. Sijaona shida yoyote. Kabisa tunavokaa tunaishi hapa kila siku wewe shida uione. Cha shida yoyote. Kuanzia juzi na so juzi kila siku hivi vitu vinakaa vinaenda vinajirudia vinaenda vinajirudia. Kwani humu ndani tunaishi watu wangapi? Mimi na wewe. Haya. Kumbe unajua kabisa hapa tunaishi mimi na wewe. Lakini wewe mambo yako unavyoyafanya unayafanya kijamii. Yaani unakaa unahusisha jamii nzima iingie kwenye maisha yetu sisi, si ndio? Yaani kwamba wewe unajikuta una roho ya UNICEF. Yaani wewe roho yako umeibeba na roho zingine. Hapa duniani tumeletwa kwamba kila mtu atakula kwa jasho lake. Sasa iweje wewe jasho langu mimi unakaa unalitumia vibaya zama? Kwa nini unionee huruma mimi mtoto wa mwenzio? Kwani unafanya vitu kama hivi? Alafu mimi nimekaa nimevumilia, navumilia na kuangalia najua labda ipo siku utapiga windo akili yako, utapata jibu kwamba mume wangu mimi anaumia. Mume wangu mimi hichi kitu hataki, hichi kitu yeye hapendi. Lakini wewe daily unajikuta wewe ndo mama huruma, wewe yani wewe ndo kila kitu. Yani haki ya Mungu mimi sipendi kabisa. Sasa watu si watu wa kupita tu mume wangu wanakuja. Nani anapita? Nani anapita? Nani anapita? Akati kila siku mimi nikija hapa na kukuta wewe umejaza watu kibarazani, mnajikuta mnaongea pale, mnajikuta mnasukana, mmejaa kundi zima la wanawake. Afu mbaya zaidi kwa nini wewe ukipika unawahesabu? Kwa nini wewe ukipika eti na wao wanakula chakula chetu? Wale hawana makwao. Sasa mimi nitakula watu wananitazama. Nawezaje? Hapa si kwako, yani kwa nini wewe usile wa kutazama? Kwani wao hawana makwao? Sasa muda ule wa kula wanakuegepo hapa. Na kula na watizama hivi mimi siwezi. Lia ndani. Sasa uchoyo. Uchoyo. Umeona sasa nikisema wewe mimi unihurumie unanibishia. Uchoyo wa nini? Wewe unakaa hapa watu kila siku wanakuja kupiga story tu. Yaani wewe kujua kipaji chako cha kusuka basi unajikuta kusuka kwenyewe basi ungekuwa hata unawatoza hela. Unawasuka hizi nywele ambazo hazina mtindo, unakaa tu hapo umbea na nyie kula hadi wale hapa. Kwa nini wale hapa? Tena na wengine na wakutaga na vitoto vyao. Kweli kabisa unakaa unamlisha mtu mzima na mwanae. Zamu. Wale watu hawaishi humu ndani. Hawali kutwa mara 3. Ni kipindi hicho tu cha mchana ambacho tunakaa, tunaongea, tunapiga story. Muda mwingine wewe unakuwa upo, niko mwenyewe peke yangu, ananipa company, naongea nao, napiga nao story. Tatizo liko wapi? Kwa kwamba mimi nikiwa sipo, unapewa watu company, mshahara wao ndio unawalipa kula, si ndio? Alafu mwisho wa siku eti sukari imepungua, mara chumvi iongezeke, sijui unga ufanyaje. Kumbe kuna mijitu kede wa kede inakuja inakaa inakula tu hapa ndani. Yaani yenyewe watu wanawahi mapema kabisa. Wengine nahisi hata chai hawanywi. Wanakuja hapa wanaanza wanaangalia TV, wakimaliza kuangalia TV mnatoka nje, mkitoka nje mnaongea mbaya zaidi kwa nini mle? Kwa nini mtu anakaa na kula zama?
Chakula sio cha kumnyimia mtu, mume wangu, sio cha kumnyimia mtu. Nani kasema? Mtu yuko pale, wewe unakula pale, akuangalia unakula, hata uwakaribishi. Sisi wanakwao, wanakwao, wanakwao. Ukiona hivyo labda watu mambo yao sio mazuri jamani. Mimi ndo mambo yangu mazuri, kwamba mimi nianze kulisha jamii, si ndio? Si bora ningefungua hapo, ningeweka bango, ningeandika Academy of Msosling kula hapa. Mimi bwana mambo spendi bwana. La sivyo mimi nitakuja nivunje kile kibaraza, asikae mtu. Maana kile kivuli ndo kinawapa nyewe jeuri. Natoa na ule mti na ukata. Basi. Sitaki kuona. Sasa uvunje kibaraza kwa sababu watu wanakula jamani. Wale ni watu wazima. Wewe unataka kuniambia wale mashoga zao hawana wanaume? Sasa maisha yao wao, mimi siwafuatilii. Mimi naangalia muda ule ambao wanakuja, ndio chakula tunaweka, tunakula. Sasa hata kama ukipika kidogo unajitesa mwenyewe, nitapika kidogo. Wapo, ukiwakaribisha wanakula. Mimi si ndo nitashindana njaa sasa? Sisi bora tupike kingi tule pamoja. Unakaribisha sana. Kumkaribisha mtu unamwambia mara moja, karibu tule basi. Mbongo unamkaribisha mara hii moja. Haiwezekani wewe unakaa unawakaribisha watu unawalazimisha kiasi kwamba na wao wanazoea sasa. Kuna watu ratibao ndo kwamba mchana wale hapa, usiku wanajijua wenyewe. Mimi nimechoka bwana. Yaani nilikuwa hili swala silijui. Ila sasa nimejaribu kuwahi kurudi kama mara 3. Naona kabisa mijitu imejaa. Unapakua chakula, unaweka pale sinia, mnakula. Afu chakula nimetoa mimi. Wanajishaua tu anaenda kununua miguu ya kuku. Miguu ya kuku nao mboga. Unga natoa mimi. Wewe unajua unga ule shilingi ngapi? Mume wangu bana, usifanye hivyo. Kwanza usije ukaongea akakusikia. Saa nyingine wako hapo nje. Mimi leo sijaondoka hapa kwa ajili yao. Hapa na wasubiri waje wakae hapo nje, hakuna kutoa chakula. Zama leo mimi nimekaa hapa makusudi. Hakuna kutoa chakula nje. Alafu sheria nyingine, anayekuja aidha uandae daftari. Nakuja hapa kukaa jelo, piga story buku, kushinda hadi jioni 2000. Ambako hiyo itaingia kwenye mahesabu ya msosi. Otherwise kila mtu afanye maisha yake. Huo sasa ni uchoyo mume wangu. Nipo ndani nawasubiria.